kiongozi wa namna hiyo anakuwa amejitenga yeye mwenyewe na kweli za Injili aliyowapa kuihubiri. Jambo lingine muhimu, tunafahamu kwamba kanisa lina haki na wajibu wa kimaadili wa kuukemea ulimwengu pale ambapo haki inakiukwa, maadili yanaporomoka na utu wa mwanadamu unapodhalilishwa. Kanisa lina haki ya kukemea na kutoa sauti ya unabii kwa ulimwengu. Hata hivyo, msingi wa sauti ya kanisa kwa ulimwengu ni uwezo wake lenyewe wa kujitafakari na kujikosoa lenyewe kwa ndani, kama ambavyo Yesu Kristo ametuasa kwenye Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari ule wa 2 hadi wa 5. Nitanukuu: kwa nini wakitazama kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako, lakini hutazami boriti lililo ndani ya jicho lako? Au wawezaje kumwambia ndugu yako, niache nikitoe kibanzi kwenye jicho lako, wakati haukitoi boriti ambayo iko ndani ya jicho lako? Yesu anasema, mnafiki wewe, ondoa kwanza boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utaona vema kumwondolea ndugu yako kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kwa mantiki hii, kanisa linaposhindwa kujitathmini lenyewe, linaposhindwa kukemea makosa ya viongozi wake lenyewe, linaposhindwa kurekebisha mienendo isiyoendana na Injili, linapoteza nguvu ya kimaadili ya kuukosoa ulimwengu. Na kwa maana hiyo, kanisa likijikosoa lenyewe ndipo linapata uhalali sasa wa kukosoa ulimwengu kama Kristo aliyelianzisha alivyosema. Vile vile, kama mnavyofahamu, serikali ulimwenguni hulalamikiwa kwa mambo ya uwajibikaji, lakini vile vile kanisa nalo hulalamikiwa kwa mambo hayo hayo ya uwajibikaji. Zipo sauti hivi sasa hata hapa Tanzania za waumini ambao wanaona kwamba kanisa halina uwajibikaji wala uwazi kwenye mambo ya fedha. Ni kawaida kusikia kila wiki taarifa ya michango: sadaka ya kwanza, sadaka ya pili, sadaka ya katikati za wiki, zaka, matoleo, nia za misa. Na siku hizi kuna majimbo yanaingiza mpaka bilioni 5 za mavuno kwa mwaka. Lakini nadra sana kusikia taarifa ya fedha hizo. Sasa wako Wakatoliki ambao wameanza kuhoji kwa chini chini, na sheria ya kanisa inataka taarifa ya fedha isomwe kwa waumini ambao ndio wanatoa fedha hizi. Wakatoliki wangapi wanafahamu taarifa ya fedha kwenye majimbo yao?